Mara nyingi tukisikia kuhusu amri za Mungu au tunapohamasishwa kushika amri za Mungu, wengine wanakubali, wengine wanaona kama ni mzigo. Kwa nini tunakuwa na maamri haya? Kwa nini tusiachiwe tu kila mtu ajifanyie analotaka? Mara nyingi lugha ya amri sio watu wengi sana wanaipenda, na inatokana na mitazamo yetu kuhusu amri, hususan amri za Mungu. Mara nyingi tunaona kama amri hizi zinazuia uhuru wetu, amri hizi ni kama mizigo, lakini sivyo. Na mara nyingi tunazishika tu kwa kuogopa. Unazishika amri kwa sababu utaogopa, si ajabu utatupa motoni. Kwa ning'ang'ane tu na kuzishika, lakini huna tafuraha katika kuzishika. Unaogopa nisipozishika basi nitakwenda motoni. Sasa huo sio mtazamo mzuri, sio mtazamo chanya katika kushika amri za Mungu. Amri zilitolewa kwa wana wa Israeli baada ya wao kukombolewa kutoka katika utumwa, baada ya wao kuwa katika shida na kumlilia Mungu, na Mungu akafanya kazi ya kuwagusa kwa upendo wake. Amewasikiliza, akawajali, na Mungu akafanya ukombozi kupitia Musa. Kwa hiyo tendo zima la ukombozi kule Misri ilikuwa ishara kubwa ya Mungu, ishara kubwa ya upendo wa Mungu kwa watu wake. Watu hao waliguswa na upendo wa Mungu katika tukio la kihistoria, katika tukio ambalo watu walikuwa katika shida na maumivu na mateso. Wakamlilia Mungu, Mungu ambaye ni asili ya upendo wote, akawasikiliza, akawaokoa. Kwa hiyo ndio msingi wa imani yao kwa Mungu, upendo wa Mungu uliowagusa, si kimaneno bali kivitendo. Sasa amri zinatolewa sio kama mzigo kwao, bali kama njia ya kuwasaidia wao waendelee kuishi katika mahusiano na upendo huo. Amri zinawasaidia visaidizi vya kuwafanya kuendelea kuwa na muungano na upendo huo wa kimungu. Kwa hiyo upendo ndio nguvu inayowasukuma watu kuzishika hizi amri. Kuzishika hizi amri kwa maana mimi mwanadamu nisipokuwa na visaidizi ni rahisi sana kupotea na kufuata njia nyingine. Kwa nashika amri za Mungu kwa sababu nimeguswa kwanza na upendo wa Mungu. Mungu amenipenda, lakini najua mimi bila vitu vya kunisaidia siwezi kuendelea kuwa mwaminifu na katika upendo huo. Kwa hiyo amri, ndugu zangu, lazima tuzishike, si kwa kuogopa, sio kuogopa Mungu, sio kuogopa moto, bali yakuna Mungu kweli amenipenda kiasi hichi, kwanza amenipa uzima, Mungu amenisindikiza katika safari zangu za maisha. Makuu mengi Mungu ametutendea tangu tulipokuwa wadogo mpaka tuliko hapa. Hiyo yale yote ambayo Mungu ametutendea ndiye yawe chanzo cha kudhihirisha upendo wa Mungu. Amenipenda, ameniumba, amenisindikiza, ameniepusha na mambo mengi mbalimbali. Tusishike amri kwa sababu ya kumwogopa hata Mungu. Tushike amri kwa sababu ya upendo wa Mungu. Unaona, kutokushika hizi amri ni sawasawa na kukana ule upendo wa Mungu. Na nikikana upendo wa Mungu najitenga na Mungu huyo. Na ninapojitenga na Mungu zaidi najitenga na uhai. Na ninapojitenga na uhai zaidi mpaka mwisho wa maisha haya sitapata uzima wa milele. Tuwe na sababu chanya. We don't obey the laws, the commandments out of fear of death or out of fear of going to hell. The chosen people, before they were given the commandments and the laws, they were first and foremost touched by the love of God. They were suffering, they were in pains, they were in slavery. They cried to God and God intervened. The Exodus experience is a clear sign of God's love. So after being touched by the love of God, then the laws are given. The law are given not as a burden, not something to enslave them, but rather as aids, something to assist them to remain faithful to the love of God. We need to have a positive motives in keeping the commandments of God. That's why ndio maana katika Injili
Yesu amesema hakuja kuitangua Torati na manabii. Kwa lugha nyingine, hakuja kuitangua Agano la Kale, amekuja kulitimilisha. Vile vile kikubwa kilichoambiwa katika somo la kwanza ni kwamba kwa kufanya hivyo mtadhihirisha ukuu na upekee wa taifa lenu, na ukuu na upekee huo unadhihirika katika ukaribu wa Mungu. Hakuna taifa lililokuwa na Mungu aliyekuwa karibu nao kama taifa hilo. Ukaribu wa Mungu katika Agano la Kale, Mungu alikuwa karibu, anaambatana nao, anasindikizana nao. Lakini tunapokuja katika Agano la Jipya, Mungu si karibu na watu, bali Mungu amekuwa mtu. Mungu sio tu anaambatana na watu, bali Mungu ameshiriki ubinadamu wa watu. Mungu amekuwa mtu kudhihirisha upendo huo. In the Old Testament, what will show to the people, to the nation, the greatness of the nation is the closeness of God to his people. God is accompanying these people along the journey of life. But in the New Testament, God has become a human person. Mungu amekuwa mtu. Kwa hiyo sio ukaribu tena, bali ni umoja ambao unadhihirishwa na Kristo, ambaye anasema hakuja kuitengua hiyo sheria na Torati, bali kuikamilisha. Tumwombe Mungu atupe nguvu za kuhisi upendo wake katika maisha yetu, atupe hekima ya kushika amri zake kama njia yetu ya kukubali upendo huo na kuendelea kuwa waaminifu katika upendo huo. Tumsifu Yesu Kristo.